Kupanda kwa bei ya mafuta nchini Tanzania ni kweli inaongeza ongezeko kubwa la kupanda kwa vitu madukani na kuongeza gharama ghali zaidi kwa maisha ya Watanzania. Kama ambavyo tumemsikia Mheshimiwa Baba Levo leo akiwa katika viunga vya bunge tukufu la Tanzania, amesema kwamba serikali isipolitazama hili kwa jicho la tatu, utakuja kuona bei ya punda inakuwa ni kubwa kuliko ya gari, kitu ambacho ni hatari. Kwa hiyo naamini kupitia agizo la Mheshimiwa Spika kwa Waziri wa Nishati kukaa na kamati ya nishati ya bunge ili kuangalia namna gani vipi wanadiskasi na kulijadili kwa mapana zaidi jambo hili la ongezeko ya bei ya mafuta nchini Tanzania katika mikoa yote, hususan mikoa ya Kagera na Kigoma. Bei imekuwa kubwa sana kiasi kwamba inafikia hadi 4,000 bei ya petroli. Kwa hiyo sio tu kuongezeka kwa bei ya petroli, lakini maisha yatapanda kasi kwa sababu madukani vitu vitapanda bei kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo kila tutakapokuwa tunazungukia kwenye mahitaji yetu ya kila siku, tutajikuta bei ni gari kuliko maisha yetu sisi kama Watanzania. Kwa hiyo naamini serikali yetu pendwa chini ya Mheshimiwa Daktari Samia Hassan Suluhu inalifahamu hili vyema na inaendelea kuumiza kichwa. Kwa hiyo muda si punde, matumaini yetu sisi kama Watanzania tunaamini hali itakaa shwari na mafuta yatashuka bei na bidhaa pia zitakuwa cheap kidogo kuendana na maisha yetu sisi kama Watanzania. Na ninachofikiria jambo hili serikali yetu inaendelea kuumiza kichwa kwa mapana. Pia jambo lingine, tuendelee kufanya maombi kwa ajili ya kuomba vita ya Iran na Marekani iweze kumalizika, kwa sababu kupitia vita hiyo ndio imekuwa chachu kubwa sana kwa kupanda kwa vitu pamoja na mafuta kuwa ghali zaidi. Kwa hiyo kumalizika kwa vita ile, aidha kupungua kwa asilimia chache, kutapelekea mambo kukaa shwari na maisha mengine kuendelea vizuri. Kwa hiyo sisi kama Watanzania tuendelee kuomba na kufanya maombi vita hiyo iweze kumalizika. Tunaamini, tuna imani na serikali yetu itafanya jambo kuhakikisha tunaendelea kunufaika na bei cheap kidogo ya mafuta.